Asalamu alaykum. Tumsifu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Wa Tanzania, marafiki, ndugu na jamaa, leo nataka nieleze nini kilichonifanya nikaachana na ushabiki wa mpira wa miguu hapa Tanzania, lakini pia hata nje ya Tanzania, na kuachana na ushabiki wangu kuishabikia au kuishangilia timu ya Young African. Kwanza kabisa, mimi ni kijana au ni mtoto nilizaliwa kwenye familia ya maadili ya kidini, na wazazi wangu walinilea kwenye maadili hayo tangu nikiwa mtoto mpaka nimekuwa. Hata kama sikuzifuata zile nyendelo za wazazi, lakini bado niliendelea kuishi kwenye utaratibu huo wa kidini. Katika hali ambayo imenifanya hadi nimekuwa mkubwa, bado niendelea kukumbuka yale malezi ambayo wazazi walinifundisha. Sasa nimeanza ushabiki wa mpira nikiwa mdogo sana, na nikishangilia Yanga kama timu yangu, na leo sasa naeleza kwa nini nimeamua kuacha kushabikia mpira. Nikumbuke kwamba kitu chochote kile ambacho kitaweza kufanya ukaacha kufanya vitu ambavyo ni vya msingi katika maisha yako, pengine kazi kwa maana ya kukuingizia kipato, au mambo ya ibada kwa maana ya kumwabudu Muumba wako na Mungu wako, au kinachoweza kukufanya ukafa kwa ajili yake, basi hicho kitu kwako kitakuwa sio sahihi kuendelea kukifanya au kuendelea kukiishi. Sasa mimi kuna vitu kadhaa ambavyo vimenifanya sasa niseme. Nimeshuhudia mara kadhaa watu wakifa kwa sababu ya pressure, kwa sababu ya ugomvi wa masuala ya ushabiki wa mpira wa miguu. Yaani mtu unaona anakufa, anazimia. Tumeshuhudia mara kadhaa kwenye dabi watu wakifa, watu wakizimia, lakini watu wakipoteza vitu baadhi kama mali, lakini pia wakigombana. Hivi vitu vyote vinasababishwa na nini? Vinasababishwa na ushabiki, kusababishwa na mambo ya mpira. Kwa hiyo vimeendelea kunifanya mimi niendelee kuwa na wasiwasi na kitu ambacho ninakifanya kwenye maisha yangu. Lakini pia kitu kingine ambacho kimenifanya niendelee kuongeza sababu na value ya kuachana na hiki kitu cha ushabiki ni mimi, kama nilivyosema, nimezaliwa kwenye familia za kidini, kwenye familia ambazo wanamcha Mungu. Kwa hiyo sasa baadhi ya watu ambao ni viongozi wa dini, viongozi wa makanisa, wamekuwa wakiahirisha mpaka ibada kwa sababu ya mpira wa miguu. Na nimeshuhudia mara kadhaa baadhi hata wachungaji wakiahirisha ibada kwa ajili ya mpira wa Simba na Yanga. Yaani kama leo mechi ni ya Simba na Yanga, yamkini pengine ibada inaweza kaahirishwa kabisa kwa ajili ya watu waende kwenye ushabiki huo wa kushangilia mpira. Sasa unaanza kuona sana nafasi ya mpira au ya nafasi ya ushabiki kwenye mpira inakuwa kubwa kiasi gani kumzidi Mungu. Na imekuwa kinipa changamoto kuamini kwamba kwa nini nafasi hii inakuwa kubwa kuliko nafasi ya Mungu. Kwa hiyo kwa watu wote wa imani za dini tofauti, ninamaanisha kwamba sio watu fulani, lakini kuna watu wanajua hiki ninachozungumza na ukweli wake upoje. Kuna watumishi wameacha kwenda kanisani, kuna watu wameacha kwenda kumwabudu Mungu kwa sababu ya ushabiki, kwenda kwenye masuala ya mpira na vitu kadha wa kadha kwenye masuala ya imani. Lakini pia kitu ambacho kingine kimenifanya kabisa sasa na kwenda kuachana na masuala ya ushabiki wa mpira wa miguu ni siku moja niliona klipu mtandaoni na video ambayo ikisambaa kwa kasi ikimhusisha mtu mmoja ambaye alikuwa ameshika bunduki, alikuwa akiwafyatulia innocent people, yani watu ambao hawana hatia. Alikuwa akiwafyatulia risasi za moto na kuwaua. Alikuwa akipita mtaani, mazingira ambayo yalikuwa ni tulivu kabisa, na wale ambao walikuwa wakionekana mmoja alikuwa akiwafyatulia risasi. Alikuwa amevaa t-shirt ya Yanga ambayo ni jezi rasmi ya Yanga.
Video hii iliniumiza sana. Nikawaza na kufikiri sana kwa nini mtu kama huyu anaweza akafanya tukio kama hili. Timu ya Yanga ni klabu ambayo inaongozwa kama taasisi, lakini ina misingi yake. Watu wanaoshabikia ni watu ambao wanaamua kuingia kwa matakwa yao wenyewe, na ushabiki wao utahusishwa na mapenzi yao. Nguo na majezi kama yale yanatumika kama vile sehemu ya kusupport timu na klabu kwa ajili ya kuendesha taasisi hiyo, mapato na kadhalika. Sasa just imagine mtu ananunua nguo ya Yanga na kuivaa, lakini pia anaitumia kwa tukio kubwa kama lile pale, na kuweza kutoa uhai wa watu na kuua kwa risasi na kwa bunduki. Sasa usitaki kuelewa kwamba huyu mtu alikuwa na dhamira gani na alitumwa na nani, kwa sababu hata kama nikijua na nikamfahamu sitakuwa na mamlaka kuweza kumfanya chochote kile. Kwa hiyo sitahusishwa na kumjua wala kutaka kufahamu tatizo hili likoje. Lakini pia sitaki kujua kwamba ni ndani ya nchi au nje ya nchi. By the way tu kwamba huyu mtu alikuwa anafanya tukio na namna hiyo, lilionekana ni wapi, nje ya nchi, ni ndani ya nchi, lakini ni video ambayo ipo na ina uhalisia. Kwa binadamu yote yule ni ndani ya nchi au nje ya nchi, tukio kama hilo likitokea litamuumiza mtu sana. Na sitegemei kwamba yule mtu ile jezi alinunua kama vazi, kama walivyo watoto na kadhalika. Ile mtu alikuwa ni mtu kabisa mwenye mapenzi na ushabiki wa Yanga. Sasa mimi kama mtu ambaye ni mpenda haki, lakini pia ni mtu ambaye ninapenda amani, lakini mtu ambaye ninapenda kueleza na kuwa huru kwenye yale ambayo nayafanya, nisingeweza kuchangamana na watu ambao wanaweza kuwa na huluka au wanaweza kuwa na tabia kama ile pale ya kuweza kuwatoa watu uhai wao wakawaua, huku wakiwa wamevaa nguo za timu ya Yanga. Na tangaza rasmi sasa, wale wote ambao mlinipenda, tulishirikiana na nyinyi kwenye mambo mbalimbali kuisupport timu ya Yanga na kusupport mpira, rasmi sasa nawaeleza kwamba sitashirikiana na nyinyi tena. Niwatakieni maisha mazuri, maisha mema katika kuendelea kusapoti shughuli zenu za kushangilia timu, lakini pia na mpira wa Tanzania. Lakini mwisho, sio mwisho kabisa, tarehe 9 mwezi wa 12 naona kuna agenda ya kuandamana watu kwa ajili ya kudai haki zao. Lakini mimi sasa niwaombe sana Watanzania wenzangu, watu wa dini zote, hebu achana na hiki kitu. Ni kitu ambacho kitaendelea kutufedhesha na kutufanya tuendelee kulia na kumia katika mioyo yetu. Hatutegemei kuona tena mambo kama yale yaliyotokea Oktoba 29 yaliyofanyika hapa nchini kwetu. Acheni tu, Mungu yupo atafanya, Mungu yupo atatenda. Lakini pia nitoe tu mfano mmoja kwamba wavuvi huwa wanashauriana kabla ya kwenda kazini. Mmoja anaweza katoa sababu kwamba huu mtumbu umevuja, lakini wengine wakawa wako tofauti na mawazo ya wenzake. Kwa hiyo wakilazimisha kwenda, wakipata madhara kule ziwani, mtumbu kazama au kile chombo kikazama au jahazi kazama, hakuna atakayekuwa salama. Yule ambaye alisema kwamba tutengeneze kabla ya kwenda kazini, au yule ambaye alikataa tusitengeneze twende tu kazini, wote watakuwa kwenye mazingira magumu. Kwa hiyo tarehe 9 Disemba, tafadhali Tanzania, naomba chunde kwa moyo mmoja, kaeni, fanyeni shughuli zenu. Mungu yupo atafanya, na tuendelee kumwamini. Niwashukuru sana Watanzania wote kwa usikivu na unyenyekevu ambao bado umeonyesha katika kipindi hiki. Mungu yupo upande wa watu wake na Mungu atawaokoa. Asanteni, Mungu awabariki. Amina.